Tunakushukuru sana sana sana. Mungu akubariki kwa kazi hii njema uliokwenda kuifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kwa ajili ya kufanya utambulisho. Naomba sasa nianze kutambulisha wale waliojumuika nawe jioni hii katika jambo hili muhimu sana la harambee ya kuchangia wagonjwa wale wa sickle cell kwa maana ya upandikizaji wa uloto, lakini na upandikizaji wa figo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hafla hii naomba utambue uwepo wa mwenye shughuli yake kwa maana ya UWT, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa Tanzania Mary Pius Chatanda MCC. Napenda utambue uwepo wa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Wanawake Tanzania anayefanya shughuli zake bara, ndugu yangu Riziki Mustafa Kingwande. Mgeni rasmi, naomba utambue katika shughuli hii wapo kamati ya utekelezaji ya UWT Taifa. Naomba msimame wajumbe wa kamati ya utekelezaji. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika shughuli hii wapo wajumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Wanawake Tanzania. Wajumbe wa baraza oye! Naomba msimame popote mlipo. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli hii kama UWT tumewaalika wadau mbalimbali ili leo hii waje wachagize, lakini wapo wale ambao tayari wameshachagiza. Mwenyekiti wetu akija atasema mpaka muda huu tumefanikiwa kuchangisha ngapi, na tunatarajia leo hii utatusaidia kuchangisha. Sasa naomba baada ya kuwatambulisha wale wa UWT nigeukie watu kwa kweli walitufanyia wema na uhisani kwa kuungana nawe jioni hii. Naomba utambue uwepo wa Mheshimiwa Waziri, japo tunajua amealikwa na wizara yake, lakini na sisi tulimpelekea kadi ya mwaliko. Akatuheshimisha, akagonganisha hizi kadi, akaja akiwa pande mbili. Mheshimiwa Waziri wa Afya kaka yangu Mohamed Omari Mchengerwa, mtu kazi. Makofi mingi kwake. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Najua akija mtu wa Benjamin atakutambulisha tena, lakini sisi na umetufanyia wema kwa kuja na kutukubalia mwaliko wetu. Lakini pia naomba nimtambulishe kaka yangu Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, kaka yangu Masauni. Tunakushukuru sana. Na Mheshimiwa Masauni ameingia ukumbini saa 11:35. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Masauni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba utambue uwepo wa mkuu wa mkoa mwenyeji wetu wa Dodoma, dada yangu Rosemary, lakini amesindikizwa na wakuu wa mikoa. Mkuu wa mkoa wa Singida, naomba msimame kwa pamoja wakuu wa mikoa wote mliopo. Wakatavi, nimewaona wakuu wa mikoa wote, tunawashukuru sana. Naomba msimame wote. Tunawashukuru sana, na wengine pengine watakuwa wanakuja. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia tumewaalika wakuu wa wilaya, wamekuwa wadau wetu muhimu sana. Tunaomba wakuu wa wilaya popote mlipo msimame. Asanteni wakuu wa wilaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, na kwa upande wa Zanzibar tulimwalika mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, lakini ana shughuli, amewakilishwa katika shughuli hii na mkuu wa wilaya ya Kati, Mheshimiwa Rajab Ali Rajab. Karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia katika shughuli hii wapo wakurugenzi wa halmashauri na manispaa zetu mbalimbali katika mikoa ya Tanzania. Tunaomba msimame popote mlipo. Asanteni sana sana sana, karibuni sana. Mheshimiwa
mgeni rasmi, wakati natambulisha wabaraza, tukisema wabaraza we unajua maana yake ni makatibu na wenye viti. Hawa japo nimewatambulisha kwa jumla, usipowataja wenyewe peke yao hawajisikii raha. Naomba wenye viti wa UWT popote mlipo, wale mliokuja msimame mama zangu. Asanteni sana. Naomba makatibu wakuu, wakatibu wa UWT wa mikoa, wale waliokuwepo msimame. Mheshimiwa mgeni rasmi awaone. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia katika shughuli hii tumewaalika waheshimiwa madiwani mbalimbali. Tunaomba madiwani mliokuwepo katika shughuli hii msimame. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, tumewaalika wadau mbalimbali waliotuchangia. Kuna wadau mbalimbali na wengine watakuja kuchangia katika shughuli hii. Tunaomba tutambue uwepo wenu, wageni waalikwa wale ambao mmekuja kama wadau. Tunaomba msimame, mgeni rasmi awaone. Asanteni sana, asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika shughuli hii kuna watendaji wa UWT. Najua wale wa Benjamini watatambulishwa na atakayekuja. Watendaji wote wa UWT waliokuwepo katika ukumbi huu tunaomba msimame. Kipekee naomba nimalizie na waandishi wa habari. Tunawashukuru sana na tunatambua uwepo wenu, nao wameungana na wewe katika shughuli hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi yangu ilikuwa ni kufanya utambulisho, na naomba nirudie kukushukuru. Ninakushukuru sana kwa kujumuika nasi jioni hii. Baada ya utambulisho huu, sasa naomba nimkaribishe yule aliyepangwa kutambulisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna mtu ambaye nimemsahau na alikuwa atambulishwe mwanzo, na tena dada yangu ananiona hivi hapa. Naibu Spika, naye ni mjumbe wa Baraza Kuu. Mjumbe wa Baraza Kuu, Naibu Spika wa Zanzibar, dada yangu Mwanasha. Lakini kuna wenye viti wa CCM na makatibu wa CCM wa neki, nimewaona wa neki. Naomba wa neki, mwenyekiti wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa Dar es Salaam amekuja na wachangiaji huyo. Makofi mengi kwa waneki wote waliokuwepo. Naomba msimame. Mwenyekiti mwenyeji wetu, dada yangu Pili, ambaye umekaimu nafasi ya mwenyekiti, lakini dada yangu bingwa kabisa Pili Mbaga, katibu bingwa kabisa, katibu wa makatibu wote wa CCM Tanzania. Natambua uwepo wako. Lakini kipekee waheshimiwa wabunge wa viti maalum, nimewaona na wabunge wa majimbo. Naomba msimame. Asanteni sana, karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa kwa heshima nirudishe kipaza sauti kwa MC ili aweze kumkaribisha yule anayefuata. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kazi na utu. UWT moto moto. Asanteni sana. Asante, naomba tumpigie makofi mengi Suzanne Kunambi, katibu mkuu wa UWT Taifa. Makofi yatosha. Naomba tumpigie makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa uridhie niweze kumkaribisha ndugu Jeremia Mbwambo, ambaye yeye ni mkuu wa mawasiliano kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa. Jeremia Mbwambo, karibu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. UWT moto moto. Jamani, mlivyotuheshimisha watu wa Benjamini hospitali, ninategemea kuzisikia sauti nyingi sana. UWT moto moto. Hii inafanana sasa na namna mlivyotuheshimisha. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, waziri wetu wa afya. Mheshimiwa Mary Pius Chatanda, MCC mwenyekiti UWT Taifa. Mheshimiwa Rosemary Senyamure, mkuu wa mkoa wa Dodoma.
Profesa Abel Makubi. Naomba mgeni rasmi uridhie sasa nifanye utambulisho wale ambao wanatoka katika hospitali ya Benjamin Mkapa, lakini pia na Wizara ya Afya. Nianze kwa kumtambulisha Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, Waziri wa Afya. Asante sana waziri wetu. Lakini nitambue pia wale ambao wameambatana kutoka Wizara ya Afya, viongozi mbalimbali ambao wametoka Wizara ya Afya. Asante. Nitambue management ya hospitali ya Benjamin Mkapa, popote mlipo tafadhali tusimame. Asante sana. Nitambue watumishi wa hospitali ya Benjamin Mkapa, wote kwa pamoja tusimame. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hospitali ya Benjamin Mkapa ina kauli mbiu yake ambayo inasema kuvaa viatu vya mgonjwa, uwajibikaji na kujituma. Kwa miaka 10 tumekuwa tukishika kauli mbiu hii kwa kuitenda kwa vitendo. Lakini sasa tumeamua tutoke baada ya miaka 10 kuwashirikisha wadau mbalimbali wakiwemo kundi maalum la UWT ili kuweza kuona namna ambavyo hospitali ya Benjamin Mkapa inaweza kuvaa viatu. Na hivyo hospitali ikaunda kamati ambayo ni kamati yenye mjumuiko wa kitaifa kwa ajili ya maadhimisho ya miaka 10. Na hapa niitambulishe kamati ya kitaifa ya maadhimisho ya miaka 10. Tafadhali niombe kamati tusimame. Asante sana. Kamati hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ina muunganiko wa kitaifa ambapo mwenyekiti wake ni Stanislaus Nyavanga ambaye anatoka ofisi ya Rais Ikulu. Tafadhali nikuombe usimame mwenyekiti. Asante sana mwenyekiti. Lakini pia imeungana pamoja na Zabroni Yebete ambaye anatoka ofisi ya Waziri Mkuu. Kama yupo tafadhali niombe naye asimame. Mjumuiko huu haujaishia hapo, umeunganisha na watu kutoka NHIF, maofisa kutoka NHIF. Niombe tafadhali popote mlipo msimame. Asante sana. Mgeni rasmi, kipekee kabisa, sisi tumenyenyekezwa na tukio la siku ya leo kwa sababu limevaa uhalisia mkubwa sana kwetu, lakini pia inaweka alama katika mioyo ya Watanzania, hususan wale ambao wanakuja kupata matibabu katika hospitali ya Benjamin Mkapa ambao wanakadiriwa kuwa ni milioni 14. Haya yote yamewezekana chini ya uongozi wa Profesa Abel Makubi. Hivyo kipekee naomba nimsimamishe sasa kumtambua uwepo wake humu ndani. Asante sana. Na mwisho kabisa, tukio hili linaacha alama kwa hospitali ya Benjamin Mkapa, lakini pia linaacha alama kwa wananchi ambao wanahudumiwa na hospitali ya Benjamin Mkapa ambao wanachukuliwa Tanzania nzima. Hivyo wakati ninapomalizia, niombe sasa tujipigie makofi wote UWT kwa namna ambavyo tumeungana kwa pamoja. Asante sana. Asante, naomba tumpigie makofi mengi kwa utambulisho mzuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukumbuke kwamba hafla hii ambayo tumekusanyika hapa siku ya leo, tumekusanyika kwa lengo kuu la kwamba ni kwa ajili ya kuchangia mfuko wa matibabu wa upandikizaji wa figo na uroto kwa watoto. Lakini tukumbuke kwamba hii hafla yetu kauli yake mbiu inasema ni okoa maisha gala. Na maana kwa siku ya leo tutakuwa na zoezi kubwa ambalo tutakuwa tunaendelea kuchangia, na pia tuna namba zetu pale ambayo ukiangalia bango linasema ungana nasi, changia sasa. Kuna namba ziko pale, account number ya Benjamin Mkapa hospitali ambapo unaweza ukachangia moja kwa moja. Mheshimiwa mgeni rasmi, pasipo kupoteza muda, ningeomba sasa niruhusu niweze kumkaribisha Mheshimiwa Rosemary Senyemule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, ambaye atakuja hapa mbele kwa ajili ya salamu za mkoa. Naomba tumpigie makofi mengi. Mheshimiwa, karibu na dakika 5 kwa ajili ya salamu za mkoa. Karibu sana.
Naomba tumpigie makofi mengi mheshimiwa. Makofi hayatoshi hayo. Kazi na utu. Dodoma. Hakika leo UWT wameifahandisha kweli kweli Dodoma. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Comrade Mary Chatanda, mwenyekiti wa UWT Taifa na mjumbe wa Kamati Kuu ya Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, pamoja na waziri wetu wa afya, pamoja na waziri wote ambao wameungana naye siku ya leo. Namuona Mheshimiwa Mavunde, namuona Mheshimiwa Urega, naomba Mheshimiwa Kabudi, namuona Mheshimiwa Masauni, lakini namuona na mdogo wangu pale. Naomba nitambue uwepo wa Mheshimiwa Mwanaasha Juma, naibu spika wa bunge toka Zanzibar. Naomba nitambue uwepo pia wa waheshimiwa wakuu wa mikoa walioshirikiana nasi leo, Mheshimiwa Halima toka Singida mdogo wangu, na pamoja na Katavi. Naomba nitambue uwepo wa wenyeviti wa Chama cha Mapinduzi mikoa walioko hapa, pamoja na makatibu wa Chama cha Mapinduzi, lakini aliyetoka utambulisho hivi karibuni Comrade Susan Kunambi, lakini katibu mkuu wa chama wa UWT Taifa, wenyeviti wa UWT mikoa, rasi, nimemwona rasi wa Singida, Dodoma, wakuu wa wilaya na wengine wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utambulisho umetoka hivi punde, wapo ni wengi, lakini naomba nithamini na kuheshimu itifaki yote kama ambavyo imetoka kutambulishwa hivi punde. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitoe shukrani sana kwa Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ya pekee iliyopatikana leo katika mkoa wetu wa Dodoma, lakini pekee sana nikushukuru wewe pia kwa kuwa tayari kuungana katika tukio hili muhimu ambalo linaenda kusababisha kuponya uhai wa watu. Pongezi nyingi pia nimshukuru mwenyekiti wa UWT Taifa, dada yangu Comrade Mary Chatanda, kwa utashi huu wa kuanza kufanya jambo hili mahususi. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikutaarifu kuwa mkoa wa Dodoma tuko salama na shughuli zinaendelea kwa furaha kabisa. Sasa hivi wananchi wamevuna na chakula kingi majumbani. Kwa kweli tuna furaha, ukipita huko ni ngoma zinaendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nichukue nafasi hii pia kuwakaribisha wote waliotoka nje ya mkoa wa Dodoma. Karibuni sana. Pokuwa naona utambulisho hapa nikaona Tanzania leo iko Dodoma. Karibuni sana makao makuu ya nchi yenu. Lakini kipekee Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipongeze sana hospitali ya Benjamin Mkapa pamoja na Wizara ya Afya kwa kuamua kufanya jambo hili la utashi mkubwa. Tunajua kazi kubwa sana iliyofanywa na serikali yetu na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya afya. Lakini tunafahamu huduma nyingi zinazotolewa katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Lakini tunafahamu pia mchango mkubwa ambao Mheshimiwa Rais mwenyewe na serikali kupitia Wizara ya Afya aliutoa wa wananchi kufanyiwa operation bure za uloto kama ambavyo walieleza, lakini pia badilishiwa figo kwa hela ya serikali. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, huko nyuma ukienda hospitali na madaktari wamekwama, hawafanyi kazi, wanakuambia hatuna vifaa, hatuna hela, wanaona wajibu wao ni kutoa utaalamu. Lakini nimpongeze sana Daktari Profesa Makubi pamoja na madaktari wote wa Benjamin Mkapa, tuwape maua yao mengi. Hawa wameona waende zaidi ya majukumu waliopewa. Sina hakika kwenye job description kama wameandikiwa kutafuta fedha kwa ajili ya operation za wagonjwa. Hawajaandikiwa, lakini wakaona wanaumia wakiona wagonjwa wameenda kwao kutibiwa, alafu wao wanawaona, alafu hawana uwezo wa kuwatibu, wakaona waende zaidi ya majukumu yao ya msingi ya kuandaa jambo hili la kutafuta fedha kwa ajili ya wagonjwa. Utashi huu ni utu ambao wameuonyesha kwa dhati kuwa pamoja na kazi yao ya kutibu, lakini wanao utu mkubwa kwa ajili ya wagonjwa wao. Tunawapongeza sana. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kutaarifu hapo Benjamin Mkapa
sisi tunapata pongezi kila siku za huduma nzuri zinazotolewa. Anapiga simu ndugu yako, badala ya kukuambia naomba niongea na daktari asijatibiwa saa nzima, anakupigia anasema nipo Dodoma, anaambia unachigia yote, anasema ni mambo yangu ni mazuri, nimepokelewa vizuri, natibiwa vizuri. Wana huduma nzuri za kujali wateja wao. Tunawapongeza sana hospitali hii. Kama mkoa wametupa heshima kubwa sana sana sana. Lakini leo nimpongeze sana mwenyekiti wa UWT Taifa pamoja na wanachama wote wa Umoja wa Wanawake Tanzania. Kwa kweli na mimi nikasema kumbe wanapokuwa mama ni tofauti. Jambo hili limetangazwa kwa watu wote, taasisi zote, lakini walioamua wajiunge na kuchanga ili kuunga mkono juhudi hizi kwa kipekee ni Umoja wa Wanawake peke yao. Kwa nini? Kwa sababu mama anaguswa. Yeye aliposikia hakuona ni jambo la Benjamin Mkapa, akajiona la kwake, akapiga picha anapouguza wagonjwa, akapiga picha kwa wanawake waliozaa watoto wenye sickle cell, akapiga picha mwanamke anayeuguza mgonjwa mwenye figo alafu hana hela ya kumtibu, akaona nalo jukumu la kumobilize wanawake tushirikiane naye ili kuchangia. Tunakupongeza sana mwenyekiti wetu wa UWT Taifa, umetupa heshima kubwa sana wanawake wote pamoja na jumuiya kwa ujumla. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimalizie kwa kusema sisi mkoa wa Dodoma ni wafaidika wakubwa hiki kinachofanyika hapa. Wagonjwa wanatoka nchi nzima lakini wanakuja Dodoma, wanafikia hapa, wanatibiwa, wanapata matibabu. Kwetu jambo hili linaongeza hadhi ya kupata heshima kuwa mkoa wa Dodoma unazo hospitali yako, matibabu yanaendelea vizuri, na kuleta watu mbalimbali kupata uhakika wa kuja Dodoma, kuanzia watumishi, wawekezaji, wafanya biashara na mataifa mbalimbali. Kwa hiyo leo sisi tutapata heshima kubwa kwa haya yanayofanyika. Niwakaribishe sana na niwatakie moyo mwema wa kuendelea kuchangia katika siku ya leo. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Asante sana. Naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyemule. Naomba tumpigie makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, ningeomba sasa niruhusu niweze kumkaribisha Profesa Abeli Makubi, mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya Benjamin Mkapa, kwa ajili ya uwasilishaji wa taarifa ya hospitali ya Benjamin Mkapa pamoja na kumkaribisha waziri wa afya. Naomba tumpigie makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi wa hili tukio letu, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, waziri wetu wa afya, Mheshimiwa Mary Pius Chatanda, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania, Mheshimiwa Rosemary Senyemule, mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Asha Juma, naibu spika kutoka Zanzibar, dada yangu Pili, katibu wetu wa CCM mkoa wa Dodoma, wanachama wote wa Umoja wa Wanawake Tanzania, mawaziri wote ambao mko hapa, waheshimiwa wakuu wa mikoa ambao mko hapa, na wajumbe wote ambao tumealikwa kwenye hili tukio, pamoja na washiriki wote, itifaki ikiwa imezingatiwa, naomba niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nichukue nafasi kukushukuru sana kwa kuweza kupata muda wa kuja kujumuika na sisi kwenye hili tukio ambalo limeandaliwa na ndugu zetu Umoja wa Wanawake Tanzania, ambao wameamua kutushika mkono katika kuwezesha mfuko
wa kutibu watoto wetu ambao wana sikoseli, lakini pia wananchi wote wenye matatizo ya figo. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Tunatambua una majukumu mengi na hata leo ulikuwa na mambo mengi ya vikao, lakini umeweza kupata muda wa kuja kutuona. Kwa kweli tunathamini sana hilo na Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hili tukio sisi Benjamin Mkapa kwa kweli ni wadau wakubwa kwa kushirikiana na UWT. Na hii ni sehemu ya kuelekea maadhimisho ya miaka 10 ya hospitali yetu ya Benjamin Mkapa ambayo ilianzishwa tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2015. Tulianza maadhimisho mwaka jana na extend mpaka kuja huu mwezi wa 7 na huenda tutahitimisha mwezi wa 8. Katika maadhimisho tukaona kwamba ni vema pia swala hili la kuwezesha watoto ambao wana matatizo ya sikoseli na wenye matatizo ya figo tuliweze kulifungamanisha kama sehemu ya tukio muhimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hospitali yetu ya Benjamin Mkapa imekuwa ya mafanikio makubwa kwa hii miaka 10. Na mpaka sasa hivi tuna huduma za kibingwa 20 na huduma za kibingwa bobezi 17. Na kati ya hizo 17 ni pamoja na hizi za upandikizaji uloto, ambapo sasa hivi tumeshapandikiza uloto kwa watoto 31 tangia tuanze miaka 2.5 iliyopita. Haya ni mafanikio makubwa ya serikali chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia swala hili la upandikizaji uloto kwa namna ya pekee kabisa niseme kwamba lilikuwa na muasisi mwenyewe Mheshimiwa Rais, kwa sababu alitoa fedha yeye mwenyewe kama mama na kusaidia watoto wa kwanza ambao walipandikizwa uloto. Tunaomba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa moyo huo. Na alipata muda hata wa kuja kuwatembelea watoto akawasalimia, na nashukuru sana UWT na nyinyi mmeweza kulisapoti hili kwa moyo huo kumsapoti Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu, pamoja na hayo mafanikio, hospitali yetu ya Benjamin Mkapa inaendelea kupanua huduma zake. Tunapandikiza figo pia, upasuaji wa ubongo, upasuaji wa moyo, na juzi tu tuliweza pia kufanya upasuaji wa ubongo kwa wagonjwa ambao tumesha wafanyia zaidi ya 500 katika kipindi hiki cha miaka 2. Lakini vile vile sasa hivi tuna watoto ambao wametoka Burundi katika kuhakikisha kwamba swala la medical tourism au tiba utalii tunalifanyia kazi, na hao watoto wameshafanywa upasuaji wa moyo ambao wako 3 na wengine wamekuja leo. Tunashukuru sana kwa uwekezaji wa serikali katika hospitali yetu ya Benjamin Mkapa ambao umefikia hii hatua sasa ya kuhudumia hata wagonjwa kutoka nchi za nje. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukio hili la leo lengo lake ni kuwaomba wadau mbalimbali, na hasa leo tuko na UWT ambao baada ya kuona sisi tumeliomba hili swala wananchi watusapoti kama wadau, wao wenyewe waliamua kuguswa na wala tukuwaomba sisi. Wao wenyewe ndio waliamua kutuunga mkono. Naomba niwashukuru sana mama zetu. Na hili sisi hatukuliweka kwamba mtu fulani tumshawishi. Walikuwa wanaguswa makundi mbalimbali na wao wakaguswa kwa namna hii kubwa ambayo kwa kweli tunaithamini. Asanteni sana mama zangu na dada zangu kwa kuweza kufanya hili swala. Na nafasi iko wazi kwa makundi mbalimbali mengine na wadau mbalimbali kutusapoti. Na pengine nieleze kwa kifupi sababu kwa nini tuliamua kuja na hili wazo. Hili wazo lilianza mwaka jana. Sababu kubwa ya kwanza ilikuwa ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye mwenyewe alionyesha nia ya kulisapoti hili swala. Hilo ilikuwa sababu namba 1. Sababu namba 2 ilikuwa ni kwa sababu ya gharama kuwa kubwa.
nje ya bajeti zetu za kawaida. Mfano, upandikizaji uloto unagharimu milioni 75 kwa mtoto mmoja. Ni gharama kubwa kwa mwananchi, ingawa ni nafuu ukilinganisha na nje. Upandikizaji figo unagharimu milioni 40, ni gharama kubwa pia kwa mwananchi, ingawa ni nafuu kwa kwenda nje, karibia nusu. Kwa swala la gharama ilikuwa ni sababu ya pili. Sasa tukaona pamoja na kwamba waziri wangu ananisaidia sana kwa kunipa bajeti ya kusapoti hawa watoto, mahitaji yamekuwa mengi. Kwa hiyo kama sasa hivi tuna watoto 50 wanasubiri hii huduma ya upandikizaji uloto wenye sikoseli, na wananchi zaidi ya 50 wa figo ambao wanasubiri hii huduma, jumla 100. Sasa tukaona sisi kama management tutasubiri bajeti mpaka lini? Tukaona kwamba kwa sababu kuna Watanzania wenye moyo wa kutoa, hawahitaji kulazimishwa, tuwaombe waweze kuiunga mkono serikali kwa pale inapoweza kufanya, na wenyewe waishike zaidi. Nashukuru sasa UWT wakajitokeza nao, asanteni sana. Kwa hiyo fedha hizi zitaenda kuwasaidia watoto 100. Vile vile tutawezesha kupanua vyumba vya kufanyia upasuaji wa figo ambao viko viwili viwe 4, na vile vile upandikizaji uloto viko 3 viwe 6. Chumba kimoja huwa kinagharimu milioni 200. Chumba kimoja kwa ajili ya kupandikiza uloto. Kwa hiyo tuliona kwamba kwa kipindi cha miaka 2 tuwashirikishe wadau watusapoti kuweza kuwasaidia Watanzania. Na hii itakuwa ni culture pengine ya Watanzania waweze kuizoea kwamba serikali inaweza kufanya jukumu moja, lakini wananchi pia wanaweza kuiongezea kwa kujitolea zaidi. Pengine utaratibu ulikuwa hujazoea au kacha. Nashukuru mama zetu wametuelewa kwamba pamoja na kufanya mambo mengine ambayo serikali inafanya, kuna mahala pia kama kuna swala la maendeleo, bado sisi wadau tunaweza tukaisapoti serikali zaidi kufanya mambo makubwa zaidi, tukimbie badala ya kutembea. Kwa hiyo kwa sababu hizo ndio maana tukaja na hili wazo. Tulikuwa tumelenga kuraise bilioni 7 kwa muda wa miaka 2, na tuko vizuri mpaka sasa hivi kwa sababu mwitikio umekuwa mkubwa sana, kuanzia UWT ambao wameitikia, lakini pia mashirika ya umma chini ya msajili wa hazina, mabenki, sekta binafsi, mtu mmoja mmoja. Kuna familia zingine wao wenyewe familia wametoa baada ya kuguswa na hili tukio. Mtu anakuja anachangia ya taasisi yake, lakini mtu anasema kwamba pamoja na kwamba taasisi imechanga, mimi na mke wangu naamua kumsapoti mtoto mmoja ambaye nitamlipia kwa mwaka. Naomba tuwashukuru wote ambao wametufikisha hapa mpaka sasa hivi. Na mpaka sasa hivi tumeshafikia kiwango cha almost bilioni 5.5, na kama leo tukisikia zaidi pengine itakuwa zaidi. Kwa hiyo kwa hali hii tumeshafika zaidi ya 70 ya malengo yetu kwa kipindi kifupi sana kutokana na huo mitikio. Kwa hiyo tunatumaini tutakapofikia kwenye maadhimisho pengine tutakuwa tumeshazidi hiyo bajeti yetu. Na hii ilikuwa kwa miaka 2, hii bilioni 7, lakini sasa hivi tumeshafika hiyo bilioni 5.5. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niombe niseme neno moja tu kwamba hospitali yetu ya Benjamin Mkapa katika miaka 10 ijayo imejipanga kisawasawa katika kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa wananchi, si kwa ajili ya kanda ya kati tu, pengine kwa wananchi wote kutoka Tanzania na nchi za nje. Tuna miradi mikubwa ambayo itakuja huko mbeleni chini ya wizara yetu ya afya, na naomba nichukue nafasi kuishukuru sana Wizara ya Afya. Imetuunga mkono sana kwenye miradi ya kimkakati. Asanteni sana Wizara ya Afya na Mheshimiwa Waziri na timu yako. Tuna jengo la saratani la bilioni 32, liko 70%. Tutakuwa na kituo cha pili kikubwa cha tiba ya saratani. Pia tuna wadau wa maendeleo kutoka Japani wanatujengea jengo la kupandikiza figo. Peke yake hilo jengo litakuwa kwa ajili ya figo la bilioni 28. Mwaka kesho litaanza huo ujenzi. Lakini vile vile Jumuiya ya Afrika Mashariki liridhia tujenge kituo kwa ajili ya upandikizaji uloto, hili ambalo tunalizungumzia leo.
tutakuwa na jengo maalum kwa ajili ya kupandikiza uloto. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa EAC kuridhia Benjamin Mkapa iweze kujengwa. Kwa hiyo tunatumaini kwamba kwa miaka 10 ijayo tutakuwa na huduma zaidi, na pengine tungetamani huduma hizi ziweze kutufanya eneo la Benjamin Mkapa na UDOM kiweze kuwa kijiji cha matibabu na tiba utalii. Tunashirikiana na wenzetu wa Kucha Dodoma, wamekuwa bega kwa bega na sisi kwenye masuala mengi ya kuboresha huduma, tafiti pamoja na mafunzo. Na naomba nichukue nafasi kuwashukuru sana UDOM kwa kuwa pamoja na usari yao kwa pamoja kabisa kwa kiasi kikubwa sana. Baada ya kusema hayo, naomba nishukuru sana UWT tena kwa kuwa pamoja na sisi. Mama zetu, hatutawaangusha sisi Benjamin Mkapa kusaidia watoto wenu. Nikushukuru tena Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kupata nafasi ya kuja kwenye hili tukio pamoja na ratiba yako kuwa ngumu, na tuko tayari pia kuendelea baadaye kupata maelekezo yako na kutusapoti kwenye hili swala. Baada ya kusema hayo, kwa ruhusa, kama itakuwa sahihi nilivyoelekezwa, basi niweze kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wangu wa Afya Mohamed Omar Mchengerwa ili aweze kuongea na sisi. Karibu sana, aweze kutoa salamu za Wizara ya Afya. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mary Pius Chatanda, Mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja Wanawake Tanzania, viongozi wote wa Jumuiya Taifa, Mheshimiwa Adam Kimbisa, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Dodoma, waheshimiwa mawaziri wenzangu mliopo hapa, ninatambua uwepo wa waheshimiwa wabunge mliopo hapa, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo mkiongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, wakuu wa mashirika ya umma na makampuni binafsi. Ninatambua uwepo wa makatibu wa CCM wa mikoa wakiongozwa na ndugu Pili Mbaga, makatibu wa Jumuiya ya Wanawake Tanzania katika mikoa yote nchini. Natambua uwepo wa mtendaji mkuu wa Benjamin Mkapa Hospitali. Nitambue uwepo wa watumishi wote katika sekta ya afya na watumishi na management ya hospitali ya Benjamin Mkapa. Ndugu waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kazi na utu. Kazi na utu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. UWT moto moto. Waziri Mkuu hajasikia. Tukio hili ni kubwa sana, na mchapakazi huyu mmemuona amekuja kwenye tukio hili muhimu. Sasa hebu tupige kelele atusikie. UWT moto moto. UWT moto moto. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote naomba nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima na kutuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo. Lakini naomba niseme jambo moja muhimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatujakutana hapa kwa ajili ya chakula. Tumekutana hapa kwa ajili ya uhai. Kila sahani iliyopo mezani leo ina uzito wa maisha ya Mtanzania fulani ambaye hatumjui kwa jina, lakini tunamjua kwa mahitaji yake. Anahitaji figo, anahitaji uloto, anahitaji nafasi ya pili ya kuishi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, chakula cha leo si cha kushiba matumbo, ni cha kurefusha maisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna siku ambazo
huingia kwenye kumbukumbu za taifa letu, si kwa sababu ya ukubwa wa hafla, bali ni kwa sababu ya uzito wa maamuzi yaliyofanywa ndani yake. Ninaamini tarehe 16 mwezi Julai 2026 ni mojawapo ya siku hizi. Tupige makofi mengi sana kila mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vizazi vijavyo vitakaposoma historia ya safari ya Tanzania kuelekea kujitegemea kwenye tiba za kibingwa, watakutana na ukurasa huu. Ukurasa wa siku ambayo Watanzania waliamua kuwa hakuna mgonjwa atakayekufa kwa sababu ya umaskini wakati tiba ipo hapa hapa nyumbani. Napenda kuipongeza hospitali ya Benjamin Mkapa kwa mafanikio makubwa iliyoyapata katika kipindi cha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake. Tuwapigie makofi mengi sana Benjamin Mkapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miaka 10 iliyopita hospitali hii ilikuwa ndoto iliyoandikwa kwenye kurasa. Leo ni historia inayotoa huduma za kibingwa 20 na ubingwa bobezi 17, ikiwa na wataalamu waliobobea na vifaa vya kisasa kabisa vinavyoweza kutoa huduma kwa wananchi, ambapo hapo awali Watanzania hawa walilazimika kwenda nje ya mipaka ya Tanzania au kwenda Dar es Salaam katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, miaka 10 iliyopita tulikuwa tunapeleka wagonjwa nje ya nchi. Leo tunapeleka matumaini ndani ya nchi. Mafanikio haya ni matokeo ya uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa rais wetu Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais ameendelea kuipa sekta ya afya kipaumbele cha kipekee kabisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuzungumze kwa takwimu, kwa sababu takwimu hizi ni majina na majina haya ni watu. Hadi sasa wagonjwa 58 wamefanyiwa upandikizaji wa figo kwa mafanikio makubwa kabisa. Watoto 31 wenye ugonjwa wa selimundu wamefanikiwa kufanyiwa upandikizaji wa uloto. Na kuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tusipite haraka kwenye takwimu hizi. Wale ni watoto 31 waliokuwa wakiugua kila mwezi, wakikosa shule, wakiwa na maumivu yasiyoelezeka. Leo wanacheza. Wale ni familia 58 ambazo zilikuwa zimeanza kufikiria mazishi, leo zinafikiria mustakabali wa maisha yao. Namba 58 na namba 31 si takwimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni watoto wanaocheza uwanjani, ni akina mama wanaolala usiku wakiwa na amani na familia ambazo hazikuvunjika. Zaidi ya hayo, huduma hizi zimeliokoa taifa mabilioni ya shilingi ambayo yangetumika kupeleka wagonjwa kutibiwa nje ya mipaka ya taifa letu. Mafanikio haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yameifanya Tanzania kuwa ni miongoni mwa nchi chache barani Afrika zinazoweza kutoa huduma hizi za kibingwa. Hii ni hatua kubwa katika safari ya kujenga mfumo wa afya unaojitegemea na wenye ushindani wa kimataifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kujitegemea si kauli mbiu ya majukwani. Kujitegemea ni pale mgonjwa anapopata tiba bila kupata au kuhitaji pasipoti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nizungumze jambo la moyoni kabisa. Nafasi ya mwanamke katika mageuzi haya. Hafla hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, imeandaliwa na Jumuiya ya Umoja wa Wanawake Tanzania. Nikiwa hapa siwezi kupita bila kusema ukweli mmoja. Historia ya maendeleo ya Tanzania ni historia ya wanawake wa Tanzania. Tumeongozwa katika sekta ya afya na taifa kwa ujumla na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwanamke wa kwanza kuliongoza taifa hili na mwanamke ambaye ameamua kuwa afya za Watanzania si hisani, ni haki. Tumpigie makofi mengi Rais Samia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini mkoa huu unaongozwa na mkuu wa mkoa mwanamke jemedari kabisa, Mheshimiwa Rosemary Sitaki Senyamule.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, wizara yangu ina naibu waziri mwanamke Dr. Florence Samizi, lakini jumuiya hii iliyoandaa hafla hii inaongozwa na mama mahiri Mary Pius Chatanda, tumpigie makofi mengi kabisa, akisaidiwa na Mheshimiwa Zainab Shomari na Mheshimiwa Susan Kunambi. Hii si bahati mbaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii si bahati mbaya. Hii ni Tanzania mpya. Mwanamke wa Kitanzania hakusubiri apewe nafasi mezani. Alibeba meza yenyewe, akaisimamisha pale ambapo taifa lilihitaji. Tuwapigie makofi mengi sana. Tukumbuke jambo hili. Mzigo wa mgonjwa katika familia ya Kitanzania hubebwa mabegani na mwanamke. Ni mama anayeamka saa 10 alfajiri kumpeleka mtoto dialysis. Ni mama anayeuza kanga zake, anayeuza kuku wake, anayekopa kwa jirani ili kununua dawa. Ni bibi anayeelea wajukuu baada ya wazazi kuondoka. Wanawake wa Tanzania wamekuwa mfumo wa afya usioandikwa kwenye bajeti yoyote. Wamehudumu bila mishahara, wamejitolea bila cheo, wamependa bila masharti. Tuwapigie makofi mengi UWT. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya taifa letu Tanzania halijawa na mfumo wa afya, Tanzania ilikuwa na mama. Mama ndiye alikuwa hospitali ya kwanza ya kila Mtanzania. Kwa hiyo leo UWT wanapoandaa hafla ya kuchangisha fedha za upandikizaji wa figo na uloto, hawafanyi jambo geni. Wanaendeleza tu wajibu wao ambao walikuwa nao wakiubeba tangu zamani. Ila leo wameubeba kwa mizani ya kitaifa. Mmehama kutoka kuuguza mgonjwa mmoja nyumbani hadi kuuguza taifa zima. Tuwapigie makofi ya ziada. Mheshimiwa Waziri Mkuu, UWT ni jeshi, lakini ni jeshi lisilobeba silaha, linabeba maisha. Pamoja na mafanikio haya, serikali inaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati ili kupanua huduma hizi. Ujenzi wa kituo cha umahiri cha upandikizaji wa figo kwa ushirikiano na Tokoshukai Medical Corporation kutoka Japani ni miongoni mwa miradi mikubwa iliyobadilisha historia ya huduma za figo nchini. Vile vile serikali inaendelea kusimamia maandalizi ya kituo cha umahiri Afrika Mashariki cha upandikizaji wa uloto, sayansi ya magonjwa ya damu, pamoja na kukamilisha kituo cha saratani cha hospitali ya Benjamin Mkapa ambacho kitapanua upatikanaji wa huduma za saratani kwa wananchi wa kanda ya kati na maeneo mengine ya nchi. Miradi hii inaendana na dira ya taifa ya maendeleo 2050, lengo la serikali la kuifanya Tanzania kwa kitovu cha huduma za afya, mafunzo, tafiti, tiba, utalii katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ndoto yetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kubwa. Siku ifike ambapo mgonjwa kutoka nchi za jirani apande ndege kuja Dodoma kutafuta tiba, badala ya Mtanzania kupanda ndege kwenda kutafuta tiba nje ya mipaka yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumechoka kuwa ni taifa linalosafirisha wagonjwa. Tumeamua kuwa ni taifa linalopokea wagonjwa. Tujipigie makofi Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na uwekezaji huu mkubwa wa serikali, bado zipo familia nyingi ambazo haziwezi kumudu gharama za upandikizaji wa figo na uloto. Ni jambo linaloumiza moyo kuwa daktari bingwa, kuwa na chumba cha upasuaji, kuwa na kifaa cha kisasa, lakini mgonjwa akose tiba kwa sababu tu ya mfuko wake. Ndiyo maana kuanzishwa kwa mfuko huu wa upandikizaji wa figo na uloto ni hatua ya kihistoria. Ni jambo la aibu kwa kuwa taifa kuwa na tiba na wakati huo huo kuwa na maiti iliyoshindwa kununua tiba hiyo. Nitumie fursa hii kutoa wito kwa taasisi za umma na binafsi, makampuni, mashirika ya dini, wadau wa maendeleo, wafanyabiashara na Watanzania wote kuendelea kuunga mkono mfuko huu. Kila mchango mkubwa au mdogo una thamani kubwa katika kuokoa maisha ya wananchi wetu. Usiseme kiasi chako ni kidogo. Hakuna shilingi ndogo inayokwenda kuokoa maisha au uhai wa Watanzania.
Hakuna mchango mdogo pale ambapo bei ya kitu kilichonunuliwa ni maisha ya binadamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho kabisa nirudie kukushukuru binafsi kwa kukubali mwaliko wetu huu. Natambua una majukumu mengi, lakini umetenga muda wako kwa nafasi kushiriki katika hafla hii ya kuchangisha fedha kwa ajili ya magonjwa au wagonjwa wasio na uwezo wa kumudu gharama za matibabu ya upandikizaji figo na uloto. Uwepo wako hapa umetupa nguvu. Uwepo wako Mheshimiwa Waziri Mkuu umetupa nguvu na umewapa matumaini wale wanaosikiliza wakiwa vitandani leo katika hospitali zetu za Benjamin Mkapa. Vile vile nitoe pongezi kwa management na bodi ya watumishi ya hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kazi kubwa wanayoendelea nao kuifanya kila siku, na kupongeza profesa kwa kazi kubwa unayoendelea nayo. Serikali itaendelea kuwapa ushirikiano unaohitajika ili kuhakikisha hospitali hii inafikia malengo yake ya kuwa kituo cha kimataifa cha ubingwa, mafunzo, tafiti na tiba utalii. Kwa mara nyingine ninawapongeza UWT kwa kuandaa hafla hii inayogusa maisha ya Watanzania walio wengi. Ni dhahiri kuwa ukweli UWT ni jeshi kubwa na mmedhihirisha hilo leo. Hongereni sana sana, jipigieni makofi mengi kabisa. Nina imani kupitia mshikamano wetu tutawezesha wagonjwa wengi zaidi kupata huduma za upandikizaji wa figo na uloto, na hivyo kurejesha matumaini kwa familia nyingi nchini. Tukitoka hapa leo, tusitoke tukiwa tumeshiba tu, tutoke tukiwa tumeahidi, kwa sababu mtu mmoja atakayeokolewa na mchango wa leo hata tujua kwa majina, lakini watoto wake watajua kuwa kuna siku wa Tanzania walikutana Dodoma wakaamua asife. Mheshimiwa Waziri Mkuu, historia haitaandika tulichokula leo, itaandika tuliyemuokoa leo. Mungu ibariki Tanzania. Mungu abariki wanawake wote wa Tanzania. Mungu abariki wa Tanzania wote. Asanteni kwa kunisikiliza. Na kushukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia. Asante sana Mheshimiwa. Asante sana. Naomba tumpigie makofi mengi mengi Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa, naomba makofi yatoshe kina mama. Naomba nisikie makofi mengi kwake. Asante sana. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa, Waziri wa Afya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningeomba pia uniruhusu niweze kuwakumbusha. Tukiangalia hapa kuna bana letu ambalo linaonesha, ina kauli inasema ungana nasi, changia sasa. Hapo inaonesha kuna account number ambayo unaweza ukalipa moja kwa moja, na hii ni nambari ya malipo ambapo ukishatuma malipo yako hapo unaweza ile risiti sasa unaituma kwenda kwenye nambari 0678897598, na nambari ya malipo kama inavyoonyesha kwenye bango pale ni 986930000001, na jina litakuja Benjamin Mkapa Hospital Organ Transplant. Naomba tafadhali tuweze kwenda kulifanyia kazi wakati tukiendelea na ratiba yetu. Lakini pia ningeomba nirudie kwa kina mama. Wakina mama, UWT moto moto. Moto moto. Asante. Ndugu zangu, naomba tukumbushane jambo la msingi. Tukumbuke kwamba hili tukio liko live na tunaonekana moja kwa moja kupitia Wasafi TV, lakini pia TBC tuko live pamoja na kurasa za mitandao ya kijamii za ofisi ya Waziri Mkuu, zote zinaonesha tukio hili letu live. Kwa hiyo niwaombe tafadhali tufahamu kwamba tuko na mheshimiwa mgeni rasmi, tuko naye hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ningeomba utulivu, tunajisahau kidogo, tafadhali naomba tuweze kuheshimu na kulitambua hilo. Mara baada ya kusema hayo, naomba mheshimiwa mgeni rasmi niruhusu sasa niweze kukaribisha kwa ajili ya makala maalum ambapo atakwenda kutuongoza na kutupitisha hapa ni PRO wa Benjamin Mkapa, lakini itatumia dakika 17, na baada ya hapo itafuatiwa na maelezo ya mwenyekiti wa UWT kumkaribisha mgeni rasmi mheshimiwa kwa ajili ya kuja kuweza kutoa hotuba yake fupi. Ningeomba sasa tuelekeze macho yetu na masikio yetu kwa ajili ya kupata makala maalum. Karibu sana.